Penzi msikilizaji wa AWR Tanzania, nikukaribisha tena katika somo la siku ya leo. Kabla hatujaendelea basi na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa namna ya pekee tena kutupatia nafasi hii pamoja na wasikilizaji wetu. Tupatie Roho yako Mtakatifu katika kujifunza neno hili ili likapate nafasi katika mioyo yetu, kwa sifa na utukufu wa jina lako tumeomba na kuamini. Amen. Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, popote pale ulipo, nikukaribishe sasa katika somo la leo, katika neno la Ijue Kweli. Ingekuwa heri kama una daftari yako na karatasi yako au na Biblia yako karibu, ili tuweze kwenda vema wakati mwingine unapofanya rejea. Na siku ya leo tutajifunza somo linalosema wokovu, ukweli juu ya wokovu. Ukweli juu ya wokovu. Unajua mpaka neno linaitwa wokovu ni ishara ya kwamba kuna mazingira ambayo yalijitokeza ambayo hayakuwa salama wala hayakuwa bora. Kwa hiyo kitendo hiki cha wokovu kikafanyika. Kwa hiyo siku ya leo tutajifunza habari hii ya wokovu, hasa wa maisha ya wanadamu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7, 8, 9 na 10 anasema, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe huu unakuja kwangu, ujumbe huu unakuja kwako pia, ya kwamba tupendane. Kwa nini tupendane? Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na anasema kila apendaye amezaliwa na Mungu na anamjua Mungu. Kwa hiyo ni wito huu wa mwanzo kabisa unatolewa kwangu, unatolewa na kwako pia, kwamba tudumishe upendo. Usipokuwa na upendo ndani yako, ni ishara ya kwamba huna Mungu. Na kwa sababu huna Mungu, basi hujazaliwa na Mungu. Na kwa sababu hujazaliwa na Mungu, utakuwa unaishi maisha ambayo hayana tumaini, maisha ambayo hayana ushirikiano, maisha yasiyojali, maisha yasiyowatambua watu wengine. Lakini kwa kuwa utakuwa na upendo, itakuwa ni ishara ya kwamba Mungu yuko ndani yako, na itakuwa ni ishara ya kwamba unamjua Mungu. Kwa nini? Kwa sababu una upendo. Na katika dunia hii tulio nayo, mtu akishajua tu wewe ni mtumishi wa Mungu, ni rahisi hata kwake kuja na kukuambia shida yake. Kwa nini? Anaamini ya kwamba una upendo. Kwa nini anaamini ya kwamba una upendo? Anajua upendo ni tabia ya Mungu, na wewe kwa kuwa unahusiana na Mungu, ni lazima utakuwa na tabia hiyo. Mstari wa 8 anasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu. Nimekwisha kueleza, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa leo hamna haja ya kusema hivi, mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mtu wa Mungu, mimi ninamjua Mungu. Tuonyeshe upendo. Penda watu. Na Yesu aliwaambia hivi, wapendeni maadui zenu. Wapendeni maadui zenu. Mkiwapenda na wapenda, na faidia nini? Na mstari wa 9 anasema, katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu. Katika lipi hilo? Kwamba Mungu amemtuma mwanae pekee ulimwenguni ili tupate uzima wa milele. Katika lipi nimesema? Katika swala zima la Mungu kumtuma mwanae wa pekee ulimwenguni, basi pendo la Mungu limeonekana. Mstari wa 10 anasema, hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanae kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Ukisoma Mwanzo 1:27 anasema, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai. Lakini ukienda katika Mwanzo sura ya 3, pamoja na kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu,
Mungu anaposema tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, anamaanisha ya kwamba alipokuwa anatuumba kuna sifa za uungu ambazo ameamua kumshirikisha mwanadamu, ikiwa ni pamoja na upendo, ikiwa ni pamoja na rehema, ikiwa ni pamoja na uvumilivu, ikiwa ni pamoja na ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mambo yalipoharibika, dhambi ilipoingia, na tabia ya dhambi ni kuharibu uhusiano wetu na Mungu. Hiyo ndio tabia ya dhambi. Ndio maana ukisoma Mwanzo 3:8 anasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Kwa hiyo wakati wanadamu hawa wamekubali kushirikiana na nyoka katika kumwasi Mungu, kilichofanyika ni ile dhambi ikawatenga wao pamoja na Mungu, na hatua za kiutendaji zilichukuliwa za wao kukimbia na kutoka mbele za uso wa Mungu kwa kujificha. Na hata hivyo Mungu anapokuja, wao wanaendelea kufanya jitihada za kuendelea kujificha. Maana yake ni nini? Maana yake ni hii: tunapoendelea kudumu katika dhambi, tunaendelea kujificha na uso wa Mungu. Wakati huo huo Mungu anaendelea kututafuta, akituita kwa majina yetu, ya kwamba Michael uko wapi? Jose uko wapi? Elisha uko wapi? Elia uko wapi? Wewe unakimbia dhambi na kuficha, lakini Mungu anaendelea kukutafuta. Kwa hiyo wapendwa, dhambi inatutenganisha na Mungu. Ukisoma kitabu cha Isaya 59 mstari wa 1 na wa 2, neno la Mungu linasema hivi: tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone, hata hataki kusikia. Wapendwa, sisi Bwana ametupenda upeo. Hatujawahi kufikiria kumpenda ikamfanya yeye kumshusha mwanaye kuja kutuokoa. Ni kwa sababu tu from nowhere, lakini kwa sababu tu ametuumba, lakini kwa sababu tu tabia yake ni upendo, ameamua kumtuma mwanaye wa pekee Yesu Kristo kuja duniani kutuokoa. Kwa hiyo sisi hatukufanya lolote, hatukufanya jitihada zozote, wala hata simu hatukuipiga kwamba Bwana tunahitaji kuokolewa, isipokuwa sisi wanadamu pale Eden tulipotenda dhambi, kama kuna jitihada tulizifanya ni za kukimbia uso wa Bwana, ni za kutoroka uwepo wa Bwana. Na ndivyo ilivyo hata leo. Ukiona umetenda dhambi, unahisi kabisa hakuna uwepo wa Mungu. Ukiona unashambuliwa na dhambi, unahisi kabisa una uwepo wa Mungu. Rafiki yangu, nikwambie hivi, usiache ibada kwa ajili ya dhambi inayokusonga. Endelea kumtafuta Bwana, endelea kuhudhuria nyumba za ibada, ili Bwana aendelee kukufungua, maana Bwana anamtafuta mdhambi ili amuokoe. Na hiyo ndo sababu pekee iliyomfanya Yesu atoke mbinguni aje duniani. Amekuja kumtafuta mwanadamu ambaye amepotea. Kwa hiyo mkono wa Bwana kamwe hautapunguka kwa mwanadamu awaye yote. Haijalishi una maovu kiasi gani, haijalishi una upungufu kiasi gani, haijalishi unaishi maisha ya namna gani, mkono wa Bwana kamwe hautapungua. Na wakati mwingine shetani anatushambulia si kwa sababu nyingine ya haya yote, isipokuwa ni kwa sababu tu ndani ya mioyo yetu tunamwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumwamini Yesu haimaanishi ya kwamba basi maisha yanaenda tu hivi na hivi. Hapana, tupo katika pambano, na pambano hili limeanzia mbinguni. Kwa hiyo hata kwetu leo hii unaweza ukawa ni Mkristo mzuri, lakini unapitia majaribu. Dhambi haikomi, matatizo hayakomi, lakini ni Mkristo mzuri. Natambua uwepo wa watu wa namna hii. Sikia, shetani anachokitafuta ni hicho kilichoko ndani yako, ya kwamba umemwamini Mungu. Tukumbuke kisa cha Ayubu. Ilikuwa tu ni rahisi. Ili Ayubu afe, amkane Mungu. Ili Ayubu afe, amkufuru Mungu. Na hiyo kwa kuwa Ayubu ametambua, akasema hivi: hata kuja kwangu nilikuja uchi, na hata kuondoka kwangu nitaondoka uchi. Kwa hiyo sitishwi na mali, sitishwi na watoto, sitishwi na chochote, isipokuwa kwa kuwa Mungu ndiye aliyeniumba, nitabaki na kujisalimisha mikononi mwake.
Kwa hiyo wapendwa, usiruhusu maovu tulio nayo, usiruhusu mapungufu tulio nayo yatufarakanishe na Mungu. Maana Mungu wetu anasema yeye atatuokoa na sikio lake si zito. Lakini iko hivi, kwa kweli kwa kuasi kwetu pale Eden ni ishara ya kwamba tulishakufa. Tulishakufa au tulistahili kufa. Yes, nitumie lugha hii. Tulistahili kufa. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23 anasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo ambavyo ilitakiwa kuwa, kwamba kwa kuwa tumetenda dhambi, basi inapaswa tufe. Kwa hiyo tulistahili hivyo. Na kwa sababu tulistahili hivyo, nini kilifanyika? Ukisoma Warumi 5 mstari wa 17 mpaka 19, tunaona namna ambavyo kwa kuwa Adam alileta mauti, basi Yesu analeta uzima. Ndio, tulistahili kufa. Nini kinafanyika? Warumi 5:17 anasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima wa yule mmoja, Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani leo kuna watu wanalalamika kweli, hivi mimi ningekuwa Adamu nisingeruhusu mwanamke anidanganye. Na leo watu wamekosea kabisa uumbaji. Anasema hata hivyo Hawa hakuwa mke wa kwanza wa Adamu. Hilo sio somo langu la leo, lakini ni namna ambavyo watu wanajaribu kufikiri, hatimaye wanamkosea Mungu. Kwa hiyo watu wanalaumu, hivi kwa nini Adamu amekula tunda? Cheki dhambi, cheki tulivyokuwa wafupi, cheki maisha yalivyokuwa shida. Kwa nini Adamu? Kwa nini Adamu? No, leo hii nakwambia hivi, ya Adamu hayatuhusu. Adamu alituletea mauti, basi Mwokozi Yesu Kristo ametuletea wokovu. Kama Adamu alicheza vibaya nafasi yake, basi wewe tumia nafasi yako vizuri kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Si kumwamini tu. Wewe si unahitaji uzima? Ndio. Si unahitaji umilele? Ndio. Si hauhitaji kufa? Ndio. Mwamini Yesu, hiyo ndio sehemu yako. Adamu alipoteza yake, basi wewe usipoteze yako. Kwa nini? Kwa sababu anasema ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja. Nani? Yesu Kristo. Warumi 5:17-18 anasema, basi tena kama kwa kosa mmoja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kama kwa kosa la Adamu watu walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki la Yesu Kristo, sisi tunayemwamini tunahesabiwa haki yenye uzima. Mstari wa 19 wa Warumi 5 anasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Adamu huyu, ndio. Kwa sababu kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa hiyo hapa swala ni kuchagua, uendelee kulalama kwa Adamu kwake kukosea, au uamue sasa kuondokana katika kulalama na ufanye maamuzi ya dhati ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili aweze kukuokoa. Wokovu umetangazwa leo, ya kwamba ya Adamu yasituchanganye, ya Adamu yatusaidie kujua ya kwamba tulikuwa kamilifu, lakini kupitia Adamu dhambi iliingia, na leo hii wokovu unakuja kupitia Yesu Kristo ambaye alinyenyekea, alipitia kila hatua ili tuweze kuokolewa. Na kwa sababu hiyo Yesu alichukua laana yetu,
ambayo tulistahili. Yesu alichukua mauti yetu ambayo tulistahili. Yesu alichukua maumivu yetu ambayo tulistahili. Yesu alichukua adhabu zetu ambazo tulistahili. Ukisoma Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 anasema hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Torati inaelezwa hapa leo kwamba kile kifo alichokufa Yesu pale msalabani, ni wanaoamini ndio wanaamini ya kwamba kile kifo kilikuwa kwa ajili yao. Lakini waliomhukumu walimhukumu kama mhalifu mwingine. Yaani walimchukulia kama wahalifu wengine. Ndio maana aliposulubiwa, alisulubiwa akiwa na majambazi hapo hapo, akiwa na wanyang'anyi hapo hapo. Maana ile misalaba imewekwa pale kwa ajili ya kuwahukumu watu kifo kwa dhambi za aibu. Kwa hiyo Yesu ameenda kuangikwa katika msalaba ule, ikiwa ni ishara ya laana. Amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Kwa hiyo Yesu amechukua laana zetu. Tulistahili kufa hicho kifo cha aibu. Tulistahili kuteseka hayo mateso aliyopitia. Tulistahili kudhalilika huko Yesu alipodhalilika. Na leo hii ndio maana wakati mwingine mimi nimekuwa nikiangalia namna ambavyo katika nyumba zetu tumeweka misalaba na tumemweka Yesu pale, amefungwa tungo hapa. Wakati fulani nikajaribu kuhoji pale nyumbani kipindi hicho, nikasema hivi mara ghafla picha yangu mkaiona nimejifunika tu hapo, alafu nimeitundika hapo ukutani, ni kitu gani mtakachokifanya? Akasema hapana, ni aibu, haitaki kuwa hapa. Nikamwambia inawezekanaje ya Mungu inawekwa hapa, ya kwangu haiwezi kuwekwa hapo? Kwa hiyo wapendwa, Yesu amenyenyekea hata mauti ya msalaba, akachukua dhambi zetu ili kuweza kutuokoa. Lakini pia Waebrania sura ya 2 mstari wa 8 anasema, umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Ndiyo, kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake, ila twamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anatupenda, nami nampenda huyu Yesu ambaye amekubali kufanywa mdogo punde. Na hili ni somo kubwa sana hata leo katika ulimwengu tulio nao kwa wazazi. Mzazi ukitaka usimpoteze mwanao, ifike nyakati fulani pia jishushe. Usibaki tu kwa hapo juu. Ukibaki tu kwa hapo juu, huwezi kuelewa hata mapito ambayo anayapitia, na hatimaye utampoteza mtoto. Yesu aligoma kushikilia ukuu, aligoma kushikilia mamlaka, akasema sihitaji kumpoteza mwanangu niliyemuumba kwa sura na kwa mfano wangu, sihitaji. Maana atakapopita kule ataitwa majina ambayo yasiyofaa, wakati ni mwanangu mimi. Sihitaji haya yatokee. Kwa hiyo wito huu wafikie wazazi wote. Wakati mwingine ifike tushuke, tucheze kitoto, tukae na watoto, tuwaelewe watoto, tuwasaidie watoto. Yesu ametuonyesha kielelezo hichi cha pekee kwamba alikuwa na uwezo, sio alikuwa na uwezo, ni uwezo aliokuwa nao wa kutawala vyote, wa kumiliki vyote, kwa kuwa aliviumba vyote. Lakini akaacha, akashuka, akafanywa mdogo punde, kufumba na kufumbua, akazaliwa kama mwanadamu, akaishi maisha ya kibinadamu ili aweze kumwokoa mwanadamu. Wakorinto wa 2 sura ya 5 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye asiyejua dhambi
alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Hatuwezi kuwa haki ya Mungu pasipo Yesu Kristo. Na naomba nitumie mfano huu wa kawaida. Chukulia mfano uko katika ng'ambo ya korongo ndefu. Na ili uvuke ng'ambo panahitajika daraja. Pasipo daraja hakuna mawasiliano. Na ikatokea Msamaria mwema akatengeneza daraja. Na daraja ni hilo pekee la kuvuka ng'ambo. Mpendwa, acha tu nikwambie, ukifanya kichwa kuwa ngumu na ukashindwa kutumia hiyo daraja, hautavuka ng'ambo. Lakini ukikubali kutumia hiyo daraja, ni dhahiri shairi ya kwamba utavuka ng'ambo. Na ndivyo ilivyokuwa. Mwanadamu alipoumbwa alikuwa mkamilifu. Alipotanga mbali kutokana na dhambi zake, Mungu ameweka daraja la kutuunganisha pamoja naye, ambaye ni Yesu Kristo. Ndio sababu tunasema Yesu amefanyika Mwokozi. Na kwa sababu amefanyika Mwokozi, ni lazima tupitie kwake Yesu kama daraja. Kwa hiyo usipomwamini Yesu, maana yake huwezi kufika ng'ambo, huwezi kurithi uzima milele, huwezi kurejesha mahusiano yako uliyopoteza na Mungu kama hautamtumia Yesu kama Mwokozi, kama hutamwamini Yesu kama Mwokozi. Nini sasa kifanyike? Matendo sura ya 3 mstari wa 19, neno la Mungu linasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, ndiyo, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Tumeahidiwa ahadi nyingi katika neno la Mungu, ikiwa ni pamoja na kuishi na Mungu wetu milele. Hatuwezi kuishi na Mungu wetu milele tungali wenye dhambi. Hatuwezi kudumu kutazamana na Mungu hata kwa sekunde moja tungali wenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu dhambi zetu zinatufarakanisha naye. Utukufu wake hatutaweza kustahimili. Ili tuweze kukaa pamoja na Bwana, ili tuweze kuwepo katika uwepo wa Bwana, yatupasa kutubu. Tutubu na kurejea. Na dhambi zetu zitafutwa. Yesu leo hii yuko tayari kusikia maombi tutakayomwomba juu ya dhambi tulizo nazo, lakini yuko tayari kutupokea tutakaporejea kwake. Yuko tayari kufuta dhambi zetu. Yuko tayari kutuburudisha. Yuko tayari kutusaidia. Yuko tayari kupita nasi katika nyakati zote. Huyu ndiyo Yesu aliyefanywa mdogo punde ili tuweze kuokolewa. Yohana wa kwanza sura ya 1 mstari wa 9, neno la Mungu linasema hivi, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Ni kweli, ninatambua inawezekana umejiona hufai. Inawezekana umeona umechakaa. Unaonekana umepoteza sura ya ubinadamu. Mpaka wakati mwingine unajiuliza, unasema hivi hapa, hata nikisema ninamwamini Yesu, hivi kweli watu wataniamini kwanza? Watu watanielewa kweli? Hivi kweli watu watasema kweli huyu mtu yuko serious? Mpendo, sizungumzi habari ya watu, ninazungumza habari ya Mungu. Mungu ambaye anasema ukiungama dhambi hata kama ni nyingi kiasi gani, niko tayari kukusaidia. Ukiziungama dhambi hata kama ni kubwa kiasi gani, niko tayari kukusamehe. Ninazungumza habari ya Mungu, sizungumzi habari ya watu. Watakuonaje? Watu watabaki kuwa watu na Mungu atabaki kuwa Mungu. Chagua hivi leo kusikiliza sauti ya Mungu. Achana na sauti ya wanadamu. Wanadamu hawa nao wanamuhitaji Mungu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Ukipitia historia ya watumishi wa Mungu, hata ya watakatifu wa Bwana, utakuta walipita katika vipindi ambavyo ukihadisiwa kwamba ni huyu, huwezi kuamini.
Lakini kwa nini imebaki kuwa historia? Imebaki kuwa historia kwa sababu muda ulifika akasema ninahitaji wokovu. Na ninapohitaji wokovu niende wapi? Ninapohitaji wokovu niende wapi? Siku hii leo nakwambia, ukihitaji wokovu usiende kwa mwanadamu. Ukihitaji wokovu usiende sehemu nyingine yoyote. Ukihitaji wokovu elekea Calvary, mwambie Yesu uliyekufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, ninaomba na za kwangu zifute. Ninaomba unisamehe, naomba unirehemu, ninaomba unifanye kuwa kiumbe kipya, na hayo yote yatatokea. Na ukifanya kuwa hivyo, Mungu anakuhuisha tena, Mungu anakufufua tena. Warumi sura ya 8 mstari wa 1 anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Yesu Kristo. Ni kweli Yesu ameufia ulimwengu, lakini kuifia ulimwengu haimaanishi ya kwamba usifanye chochote. Yeye amejitoa. Mnajua, unaweza ukapewa zawadi ukaamua ukachagua either uipokee au usiipokee. Kwa hiyo zawadi ya wokovu imetolewa, ni uchaguzi wako uipokee au usiipokee. Kwa hiyo sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Yesu Kristo. Hauhitaji hukumu, ndiyo, mwamini Yesu. Kaa ndani ya Yesu, tembea na Yesu. Yesu atakapokuja, endelea kusimama kuwa mwaminifu, hutakuwa na hukumu. Lakini ninapoelekea mwisho, sikia hii, tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Waefeso 2:8 na 9 anasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Neno la Mungu limetuweka bayana leo kwamba tumeokolewa kwa neema. Ni neema. Hakuna janja ya mwanadamu, hakuna uwezo wa mwanadamu, hakuna akili ya mwanadamu katika haya. Kama kuna sehemu unapaswa kufanya, ni kufanya maamuzi ya kukubali ya kwamba neema ya Mungu ifanye kazi katika maisha yako, katika maisha yangu. Kwa hiyo hakuna mtu, hatakiwa mtu yoyote aseme nimefanya 1, 2, 3, nimetenda matendo mema hata Yesu akaniona ninafaa kuokolewa. No. Wanaokolewa ni wadhambi. Ikiwa wewe unajiona uko mwenye haki, huhitaji wokovu. Yesu alisema maneno haya akasema, aliye na afya hamuhitaji tabibu. Maana yake ni kwamba kama unasema wewe ni wa haki, basi hauhitaji wokovu. Lakini kama unasema mimi ni mdhambi, mimi nina mapungufu, mimi nina hiki, nina changamoto hii, maana yake ni kwamba ni ukweli ulio wazi ya kwamba ninahitaji msaada, na Yesu yuko tayari kwa ajili ya watu wa namna hiyo. Yohana 1:12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Waliompokea. Kama unatamani kuwa mtoto wa Mungu usiku wa leo, mpokee Yesu. Mpokee Yesu. Amini jina la Yesu, naye Yesu atakufanya kuwa mtoto wa Mungu. Yohana 5:11-13 anasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima wa milele umo katika mwanaye. Yeye aliye naye mwana ana huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Tumeandikiwa hayo na tumeelezwa juu ya hayo ya kwamba ikiwa tunamwamini Yesu, tayari uzima tunao. Masaa haya ni kukaribisha rafiki yangu msikilizaji. Kubali kupokea zawadi hii ya pekee. Kubali kupokea zawadi hii ya pekee. Hii ni zawadi ambayo Mungu mwenyewe ameitoa kwa ajili ya usalama wa maisha yetu. Na usalama wetu uko katika Yesu. Yesu ambaye ameacha uungu, akashuka, akafanywa mdogo punde ili kuweza kutuokoa. Rafiki yangu, muamini Yesu. Muamini Bwana Yesu, nawe utaokoka. Utaokoka. Utaondokana katika changamoto. Utaondokana katika kukosa tumaini. Hata mambo atakapokuwa magumu, utakuwa na pa kukimbilia. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru siku ya leo. Asante kwa upendo wako wa pekee. Umetupatia wokovu bure kwa neema. Yatupasa tu tuamini katika jina la Yesu Kristo. Ninamwombea yule msikilizaji popote pale alipo, anapoachia moyo wake kwako ili akuamini,
akufanye Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yesu, mwokoe, mshikilie. Anapitia nyakati ngumu, ndio, mshikilie, mwokoe, mrahisishie maisha, aendelee kutembea katika wewe. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asante sana mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo. Endelea kuwasiliana nami mwinjilisti Michael Joseph, na namba yangu ya simu ni 0759533933. Karibu sana na Mungu azidi kuwabariki. Endelea kusikiliza AWR, sauti ya matumaini.